sote tunafahamu jukumu letu la msingi kama jeshi la polisi ni nini? Ni kulinda maisha ya watu na mali zao. Lakini ili tuweze kukamilisha jukumu hili lazima tuwe na mahusiano mazuri na wananchi, si ndio? Kwa sababu huyu mtu ambaye tunategemea tulinde mali yake naye lazima tuwe tuna mahusiano ambayo nani wa kuyajenga mahusiano ni sisi wenyewe. Amani hiyo inaweza kuwafikia kwa njia mbalimbali. Tunafahamu tunawafikiaje wananchi katika mikutano ya hadhara, katika mikusanyiko mbalimbali na kukutana na makundi mbalimbali, lakini lengo kubwa likiwa ndio hilo la kurejesha nini? Amani. Swala la kubaini na kuzuia uhalifu si swala la jeshi la polisi peke yake. Vile vile jamii ina wajibu nao wa kushiriki. Polisi muda wote italazimika kudumisha uhusiano na umma. Uhusiano mzuri unatoa ukweli wa utamaduni wa kihistoria kwamba polisi ni watu miongoni mwa umma wanaolipwa kwa kutoa na kutumia muda wao wote kwenye utendaji wa shughuli za kipolisi, ambapo ingelazimu kila mwananchi aitende kwa maslahi ya umma. Ushirikishwaji wa jamii katika shughuli za kipolisi maana yake ni kuwahusisha wananchi na wenyewe katika shughuli hizo, kufanya maamuzi ya mambo yanayohusu hususan mambo ya usalama wote kwa pamoja. Ni vyema wananchi wakaelewa kuwa polisi wa kwanza ni mwananchi mwenyewe na si askari polisi kama muonekano wa askari unavyoonekana, kwani hata askari polisi ni mwananchi miongoni mwa wananchi, ingawa yeye amepata mafunzo. Ieleweke kuwa siri ya mafanikio ya mpango wa ushirikishwaji jamii ni kuhamasisha wananchi kushirikiana na jeshi la polisi kwa ridhaa yao wenyewe. Hawa mapolisi wanaeleza vizuri, wanasema vizuri kuwa watailinda nchi, watailinda Tanzania, na wanaongea vizuri sana kuwa watasaidiana na wananchi kuhakikisha kuwa Tanzania iko sawa. Ila swali ni je, wanapoendelea kuongea hivi, watu bado wako katika ile hali ya taharuki kuwa huyu Samia Suluhu Hassan mwenyewe ako wapi? Siku nyingi ambazo zimepita tumeweza kuona hapa kwa mitandao mambo ikipita, mambo ikiongelewa, mambo ikizungumziwa kuwa Samia Suluhu Hassan hali yake ni mbaya, na imekuwa muda mwingi sana kama hatujamuona. Muda umepita, siku zimepita, kama hatujaweza kumuona Samia Suluhu Hassan akitokea kwa mtandao akizungumza. Tarehe 1 Samia Suluhu Hassan aliweza kuonekana akizungumza, akiwishia Watanzania sikukuu njema na mwaka mpya. Ila tu kwa wale ambao waliweza kuchambua na kuongelea ile video ya Samia Suluhu Hassan, watu walifuatilia na ikaweza kuonekana kuwa kuna kitu ambacho kilifanyika pale. Maana kwa wale ambao walichambua wakaiangalia kwa umakini, walimalizia kusema kuwa ile haikuwa video ya halali na yule hakuwa Samia Suluhu Hassan. Mimi hapa niliyaona mengi yakizungumziwa sana sana kwa comment section. Maana Watanzania wamemzoea Samia Suluhu Hassan, hotuba zake zote huwa anasisoma. Lakini ile ya ile siku Samia Suluhu Hassan hakuweza kuisoma. Hatukumuona akiisoma. Aliongea tu. Hiyo ni comment moja ambao niliweza kuona katika hiyo video. Watu wengi sana wakasema kuwa si rahisi kumpata Samia Suluhu Hassan akitoa hotuba kama haisomi, haijaandikwa. Lakini hiyo siku aliweza kutoa hotuba kama haisomi
aliongea tu hivyo hivyo. Wengine wakaenda hadi wakaangalia kuwa huyu mwenye ambaye anaongea hata macho haitingiki kabisa. Sijui kama nyinyi mliona, ni labda mniambie kama nyinyi mliweza kuiangalia na mkaitafakari hiyo video ya Samia Suluhu Hassan akiwishia Watanzania siku njema na mwaka mpya wenye fanaka. Lakini hatutaweza kumuona Samia Suluhu Hassan akitokea akizungumza akiwa sawa vile ambavyo tumekuwa tukimzoea. Na ndio maana mnaona kuwa kila siku, kila kuchao, Watanzania wanang'ang'ana, Watanzania wanaongea ili hali Samia Suluhu Hassan aweze kutokea, aweze kuonekana akizungumza mahali, lakini bado. Na ndio maana tukapata kuwa Rachel na Mange waliweza kuzungumza, wakasema kuwa hali ya Samia Suluhu Hassan sio nzuri. Nami niliwatengenezea hiyo video kulingana na vile Rachel alikuwa anaeleza, na kulingana na Watanzania wote, wengi wanasema kuwa Samia hako hatarini, na kile ambacho kinamhatariza ni ile damu ya waandamanaji ambayo ilimwagika tarehe 29. Ni vilio za Watanzania ambao wanalia kila siku, ambao waliweza kupoteza wapendo wao, wengine hata hawajawahi wapata hadi wa leo. Wengine waliuliwa na wakazikwa na wakatupiliwa mbali, hawajaweza kupatana na ndugu zao hadi leo hii tunavyozungumza. Na hizo vilio, hayo machozi ya Watanzania ndio hayo yanamwandama Samia Suluhu Hassan. Ile damu ya waandamanaji ambayo ilimwagika tarehe 29 ndio hiyo inamwandama Samia Suluhu Hassan. Na ndio maana tunaambiwa kuwa Samia hali yake sasa hivi sio nzuri. Ijapokuwa ni mambo ambayo tumeyaona yakizungumziwa kwa mtandao, na kama Samia Suluhu Hassan basi yako sawa, hakuna shida. Maana yeye mwenyewe anang'ang'ana. Tumeona kila uchao anatafuta jinsi na mbinu na njia ya kupoteza zile evidence za tarehe 29 ili siweze kupotea, ili angalau hata akitokea kuzungumza asije akapata kuwa kuna kitu ambacho, kuna evidence ambayo imepakia ambayo inaonyesha kuwa yeye aliweza kuwaua Watanzania tarehe 29. Na ndio maana katika hii video yenye niliwatengenezea ambayo Rachel alieleza vizuri, na akasema kuwa Samia baada ya kufukua ile miili na mtoto wake Abdul wakaipeleka mahali waliipeleka, sasa hivi kile ambacho anaendelea kukifanya ama ile amri ambayo ametoa ambayo inafanya kazi sasa hivi ni kuhakikisha kuwa kama kuna yeyote yule ambaye alijeruhiwa tarehe 29 na ako hospitali aweze kuuawa, ili kusije kuwa na ushahidi wowote ule, ili kusije kuwa na evidence yeyote ile kuwa aliwaua Watanzania. Na ndio maana mkisikia hawa mapolisi wakisema kuwa wao wako tayari kushirikiana na wananchi, wananchi wanatokea na kusema kuwa kushirikiana gani, ambao hawa mapolisi ndio Samia aliwaamrisha na wakaweza kuwaua wenzao. Na ndio maana Watanzania wanaogopa kuwa hiyo kushirikiana ambayo mnatuambia sisi kama Watanzania haitatusaidia. Anyway, niwaombe jambo moja. Kama hujasubscribe kwenye YouTube channel, hakikisha kuwa umesubscribe. Maana mambo ambayo yanaendelea pale Tanzania ni mengi na yote nitayaleta hapa kwenye YouTube channel.